mubashara na Chetu MC. Bwana, mambo vipi? Habari za mchana kwa wale ambao ndio wamefanikiwa kuona video hii muda wa mchana, au habari za asubuhi kwa wale ambao ndio wametoka kuamka muda sio mrefu, au pia niseme habari za jioni kwa wale ambao wamefanikiwa kuona video hii nyakati za jioni. Kama mnakumbuka kipindi kilichopita ndani ya channel yetu hii ya Bepari TV, tulizungumzia katika kipindi chetu cha mahusiano au katika kutafuta mwenza bora, nilizungumzia zaidi sifa za kutazama au za kutambua mke bora, au mke bora anatakiwa kuwa vipi, au ni jinsi gani unaweza kutambua kwamba huyu anafaa kuwa mama bora katika familia. Nilizungumzia kama sijakosea sifa 9. Basi leo moja kwa moja nikwambie tu kwamba leo tutakwenda kuzungumzia sifa kuu 5 za baba bora au mume bora ambaye ataweza kukuzalishia familia bora katika maisha mnayoishi kila siku. Hii ni kwa ajili ya kina dada zaidi ambao tayari wameanza kujipanga katika swala zima la kuingia katika mahusiano ya ndoa. Sifa kuu ya kwanza ya baba bora au mwanaume bora, sifa kuu ya kwanza, nidhamu. Jamani, kuna neno moja tunapenda kulizungumzia sana mtaani, tunasemaga mwanaume ni kichwa cha familia. Sasa kama mwanaume ni kichwa cha familia, basi kitu cha kwanza ambacho hicho kichwa cha familia unachokitafuta kinatakiwa kuwa nayo ni nidhamu. Sasa kama rais wa familia atakuwa hana nidhamu, wewe kama mama, wewe kama dada ambaye unajiandaa kuianzisha familia yako, itakuwa ni familia namna gani wakati rais wa familia hana nidhamu? Maana umesema baba ni kichwa cha familia, basi moja kwa moja inampasa kuwa mtu wa kwanza katika kusimamia na kutenda nidhamu nzuri katika familia, yaani kuonyesha nidhamu nzuri katika familia. Kwa sababu kumbukeni, watoto, kuna kitu kimoja nilikieleza kwenye kipindi kilichopita, watoto wanajifunza kwa kuambiwa. Huwa wazazi tunapenda kuambia sana watoto kwa kuwaonya, kuwachapa. Niwaambie tu ukweli nyinyi ambao mnatenda hivyo. Watoto ukiwa unampiga au unamwambia katika kumuonya juu ya tabia fulani, ni asilimia chache sana anajifunza. Ndogo naweza kusema 25 au 20, ila asilimia 70 mpaka 80 mpaka 90 watoto wanajifunza kupitia matendo tunayotenda kama wazazi. Watoto wanakopi matendo yetu tunayoyatenda. Hivyo wewe kama baba ukiwa unatenda au unaenenda tofauti, ukae ukijua watoto nao watatenda hivyo hivyo. Sasa wewe mama au dada ambaye unajiandaa kuingia katika familia, ni vyema kutafuta mume au mwanaume ambaye ana nidhamu bora, nidhamu nzuri ambayo itakusababishia watoto wako waweze kukopi nidhamu nzuri kutoka kwake. Sisi tuko pamoja hapo? Nafikiri tunaenda pamoja kabisa. Safi sana. Basi hiyo ni sifa ya kwanza ya kuangalia kwa mwanaume bora au mume bora. Sifa ya pili, mwanaume bora au mume bora ni mwaminifu. Mwanaume anapokuwa mwaminifu kwako wewe mwanamke na kijamii, inamfanya mwanamke au mke katika familia kuwa huru katika kufikiri. Kuna tabia moja inanishangazaga sana. Mfano, mume anampigia mke, bwana, niko kidogo huku makombako huko kidogo, nimebanwa na kazi, shughuli zimenishika kidogo, kwa hiyo leo sitaweza kufika. Kitendo cha mama kuambiwa tu na baba, leo sitaweza kufika, usiku mzima mama halali, ana stress. Kila saa anapiga simu. Nini sababu? Hamwamini mume wake. Na kwa nini hamwamini? Tayari mwanaume sio mwaminifu. Mwanaume bora ni mwaminifu kwa mkewe. Na mwanaume anapokuwa mwaminifu kwako wewe mke, inakufanya unakuwa huru katika kufikiri na kutenda mambo mengine, angali ukiwa unajua mume wangu yuko sehemu fulani na anaendelea na kazi. Lakini sio mume wangu yuko kazini, nawaza hivi atakuwa kule kazini yule, sio kwamba yuko Mbagala maji matiti tuko tayari yuko anasababisha nafanya yake huko. Uaminifu. Mume bora ni mwaminifu. Hii inasaidia mke kuwa huru katika kufikiri na kutenda kazi nyingine. Sifa kuu ya 3 ya mume bora au mwanaume bora. Mwanaume bora au mume bora ni mvumilivu na mwepesi kusamehe. Wanawake jamani, kuweni makini. Mwanaume bora au mume bora anapaswa kuwa mvumilivu.
Tumesema baba ni kichwa cha familia. Inakuwa kuaje baba akawa sio mvumilivu? Yaani rais tena wa familia sio mvumilivu. Mama we, sijui utakuwa unatengeneza familia namna gani kama mume sio mvumilivu. Jamani, akina dada, chagua rais wako wa familia ambaye ni mwaminifu. Chagua kichwa cha familia ambacho ni kivumilivu na pia ni chepesi kusamehe. Mume anapokuwa sio mvumilivu na pia sio mwepesi kusamehe, sijui nisemeje, kwa sababu yeye ndio anabidi wa kwanza kusimamia katika hiyo point, ili kuwafanya watoto kuweza kukopi tabia ya uvumilivu kutoka kwake, kwa sababu watoto wanaweza kukopi kutoka kwa baba na mama. Inakuwaje wewe mama, mume akawa sio mvumilivu, direct watoto nao watakopi hiyo tabia kutoka kwake. Muhimu sana hiyo. Hiyo ni sifa kuu ya 3 ya mume bora. Sifa kuu ya 4 ya mume bora, mwanamke, hakikisha mume au mwanaume bora ambaye unamtaka awe kichwa cha familia yako, ni lazima awe na sifa hii. Ni lazima awe na sifa hii, awe anakufurahisha, lakini pia uwe unampenda. Jamani akina dada, sijui jirani yangu kaoa na wewe unataka kuolewa, jirani yangu kaolewa na wewe unataka si uolewe. Kuingia kwenye familia au kuingia kwenye ndoa hatuingii kwa kufuata mkumbo. Hakikisha mume ambaye unataka awe mume wa maisha yako awe anakufurahisha na unampenda. Kumbuka maisha hayaendi hivi tu, hayaendi leveling hivi. Kuna wakati maisha yanapanda mlima. Inakuwa kuaje ukapanda huko katika kipindi cha kupanda mlima, alafu kumbuka mwanaume ulimchukua tu mradi kuwafanya watu wengine katika jamii wakuone na wewe una mume. Utajuta kipindi cha kupanda mlima katika maisha unayopitia. Yaani nikimaanisha katika changamoto mbalimbali mtaweza kukutana nazo katika maisha. Mkipitia kipindi cha changamoto mbalimbali ambazo zitawakuta katika maisha, alafu mume uliomchagua ni mume ambaye anakufurahisha na unampenda, itakuwa sio mlima wala zitakuwa sio changamoto, itakuwa ni vitu vidogo tu, unavipiga pembeni kama mama. Unavipiga pembeni, unasonga mbele. Kwa sababu mume wako baadaye anarudi, mnakutana, mnaongea, mnacheka na nini, anakufurahisha na pia unampenda, anakutia moyo angali mnapitia katika hali gani ya maisha. Itakuwa safi sana. Sifa nyingine ya 4, sifa nyingine ya 5. Sifa nyingine ya 5 ya mume au mwanaume bora. Mume bora anajali kuhusu wewe, lakini pia anajali hali ya maisha yake yeye. Jamani, wengi wetu tunaingia kwenye ndoa angali bado tukiwa ni vijana, hatujakamilisha au kufikia ndoto zetu kimaisha. Sasa kama hatujakamilisha au kufikia ndoto zetu kimaisha, inakuwa kwaje wewe mwanamke au msichana ukaingia na mwanaume ambaye hajali kuhusu wewe na hajali kuhusu yeye? Manake ni ngumu kusapoti ndoto zako katika maisha mnayoishi. Mume bora kama anajali kuhusu wewe, lazima atasapoti ndoto zako kimaisha, lakini pia kama anajali kuhusu wewe, lazima atakuwa na mwelekeo mzuri kimaisha, kwa sababu anapambana, anataka afike sehemu fulani. Ndoto inakuwa ni kama dira fulani na kuelekeza, nataka nifike sehemu, nataka kuwa msanii bora au msanii mkubwa duniani. Atakuwa anafanya kazi kwa bidii, atakuwa anajituma kijamii. Anataka kuwa mfanyabiashara mkubwa kijamii, atakuwa anajituma katika kazi mbalimbali katika biashara ili kuweza kufika katika level anayoitaka. Ana mwelekeo. Akiwa hajali kuhusu yeye, hajali kuhusu wewe, in short tu kwamba ndoa yenu itakuwa haina mwelekeo. Jamani, sifa hizi 5 zitakusaidia wewe mwanamke katika kuchagua mume bora au mwanaume bora katika maisha. Nikukumbusha tu kitu kimoja. Asante kwa kusikiliza. Usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ili uwe wa kwanza kupata video zetu pale tunapozi upload kwenye channel yetu ya Nepali TV. Karibu.